na pointi 3 tu ambazo siri kuu 3 za kufikisha kwenye hatima. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usome hiyo Warumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi sura 4 mstari wa 17 mpaka 22. Naomba nisomee hapo kama umepata. Bwana Yesu asifiwe. Namna wasomaji wa Biblia au haraka. Warumi 4. Ndio. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Mbele zake yeye aliyemwamini, Ndio. mwenye kuwawisha wafu, Ndio. ayataja yale yasiyo kuwako kana kwamba yamekuwa, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo atakavyokuwa wako yeye. Na ilifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Alitiwa nguvu kwa imani. Sema alitiwa nguvu kwa imani. Akifanyeje? Akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba alitarajia hata yale ambayo hakutarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alitarajia kupata hata yale ambayo hakutarajia kama atapata. Hayakuwa yanaonekana kwa macho ya damu na nyama. Naomba nisomee na Petro wa pili 5 mstari wa 8 mpaka 9. Petro wa pili sura ya 5 mstari wa 8 mpaka 9. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uliyepata hapo. Biblia inasema Petro wa pili Bwana Yesu asifiwe. 5:8. Ndio. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenu ibilisi kama Petro wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza Petro. Amina. waraka wa kwanza Petro 5. Ndio uliyosoma. Muwe na kiasi na kukesha, Ndio. kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye huzunguka ikitafuta mtu ameze. 9. Nanyi mpingeni huyu, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanamtimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti. Biblia inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi ni kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Bwana Yesu asifiwe. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Amina. Mkiwa thabiti katika, unapopigana na shetani, unapotaka kufikia hatima yako, lazima uwe thabiti katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Mpingeni huyo mkiwa thabiti. Unajua maana ya thabiti? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani mkiwa mmekamilika au mna nguvu, mkiwa sio dhaifu. Bwana Yesu asifiwe.
Shetani ni kama simba ngurumaye. Biblia inaposema simba ngurumaye akizunguka huko apate mtu wa kummeza, huwa imani yako wewe unavyoamini ni moja ya kitu ambacho shetani anaweza kutumia kama sehemu ya hati ya mashtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili akunase na kuharibu hatima yako. Sasa si mojawapo ya wewe kufika kule unakohitaji ufike, Mungu akufikishe kwenye hatima yako njema, na wewe uweze kufikia hatima yako njema, lazima uwe na misuli ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Misuli ya imani, kuamini hata yale ambayo hayapo. Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama huoni sasa, kuja kisikia. Bwana asifiwe sana. Amini imekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu mnataka mpaka muone ndipo muamini. Mpaka usikie fulani alifanyaje biashara hii akafanikiwa, na wewe ndio ufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka usikie sijui kuna 1 2 3. Lakini sikiliza mtu wa Mungu. Biblia inasema Ibrahimu aliamini ahadi ya Mungu ambayo hiyo haikutarajiwa. Yaani ambayo hata iko kitu hakikuwepo. Yaani anaambiwa kwamba mke wako atazaa mtoto wa kiume. Bwana asifiwe sana. Lakini anaambiwa hivyo, bado mke wake yuko katika hali ya utasa. Hata dalili za mimba hamna. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siri Ibrahim aliyomfanikisha mpaka kumpata Isaka ni kwamba aliishi kwa imani. Alikuwa na misuli ya imani, kuvumilia. Sema uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani inahitaji uvumilivu ili ufikie kwenye hatima yako njema. Unahitaji uvumilie mengi. Amina. Sio machache, mengi. Sema mengi. Maana katika ulimwengu wa giza kila siku mtu anashtaki mashtaka, kila dakika unashtakiwa. Huwa shetani anapeleka hata mashtaka kwamba kwa nini fulani alogwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini alogwe? Na kuna vitu ambavyo huwa ndivyo vinawazuia. Sasa ukiwa thabiti, manake uwe na utakatifu pia. Bwana Yesu asifiwe. Manake anaposema shetani kama simba ngurumaye akizunguka tafuta mtu wa kummeza, huwa anazunguka kufanya nini? Anazunguka kutafuta kosa lako moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kuna vitu huwa navizungumza huko kwenye channel yangu hiyo Mchungaji Norman TV. Kuna kijana wangu anachukuaga nikienda kwenye semina wapi wanachukua. Kuna mbinu 66 ambazo huwa shetani anazichukua, anazitumia kama hata mashtaka kumkwamisha mtu kwenye hatima yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moja wapo ikiwepo hofu. Sema hofu. Hofu ni mbinu ya 6 kati ya mbinu 66 ambazo shetani anatumia kwa ajili ya kumharibia hatima njema mtu wa Mungu. Na hiyo umeona kwa mfano kwa Petro alimuona Yesu yuko juu ya bahari anatembea. Anasema kama Bwana, kama ni wewe, niamuru nije hapo. Niamuru, akamwambia njoo. Petro anatembea kwa sababu ya hali ya mawimbi. Akaona hofu, akaona shaka, akazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa shetani huwa anakuja na vitisho na hofu ili uache imani ulionayo, au ili usifikie kwenye hatima yako nzuri. Sasa huwa anafanyaje? Ni pale hivi, wewe unapoanza kwamba ufanye biashara fulani, au unapoanza ufanye kitu fulani, labda kitakufanikisha, kitakuingizia kipato, shetani anakuja anakuletea hofu, anakuambia wewe utakula hasara ya mtaji. Hautafanikiwa hicho unachotaka kufanya. Anakuambia subiri. Acha kwanza sasa hivi utamaliza. Utafilisika. Hautafanikiwa unachokifanya. Sasa kuna watu hata humu kwenye viganja vya mikono tayari mmeshaekewa, yani wewe usipondoa wewe ufanikiwe. Bwana asifiwe sana. Manake ni elimu kwenye ulimwengu wa roho ya nyota, astrology.
ambao huko tulikuwa tunazisoma, na elimu zingine za viganja. Kiganja kinasema wewe ni nani, na je maisha yako utaishi mbinguni, utaenda au huendi. Kiganja iko. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na afya au afya yako itakuwa ni mgogoro, na wengine afya zao nakuta hivi na hivi na hivi. Sasa kama ni afya ya mgogoro, maana yake ni kuna vitu takiwa uviishi ndani ya wokovu ili afya yako ikae vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nguvu ya kuishi kwa imani hii ndiyo itakuwezesha wewe, ikiwepo kipengele kimoja hapo ambacho unatakiwa ukichukie kama sumu adui yako, ni hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu. Mungu huwa hafanyi kazi na watu waoga. Biblia inasema bali atumo miongoni mwao wasikao. Haleluya, haleluya. Hafanyi kazi na watu wenye hofu. Biblia inasema bali waoga na wasioamini sehemu yao ni katika ziwa la moto ya kiberiti. Bwana Yesu asifiwe. Ukiondoa hofu, ukiondoa mashaka ndani ya maisha yako, utafanikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiondoa tu hivyo vitu, mashaka. Moja ya kitu cha kuchukia sana ni mashaka. Amina. Una chuki na watu baada ya kuwa na chuki na hofu, chuki na shetani, unakuwa na chuki na mtu, hata kusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuongezea nini? Hata kupunguzia nini? Unapoona adui ameinuka kwenye maisha yako, yoyote yule, unayemfahamu sio mfahamu, chukia yule adui mkuu, adui yako mkuu shetani. Bwana asifiwe sana. Sio na chuki na mtu. Alafu chuki ni kipengele pia ya kutengenezwa hati ya mashtaka. Kuna watu nasema mimi fulani kimuona kichefuchefu, sijui nikiona sawa unashika hilo. Yaani ni sawa sawa unashikilia, yaani unang'ang'ania kupata kitumbua badala ungepata gari. Ndio hivyo vitu unavyovitunza vitu vya ovyo ovyo. Maana tulikuwa tunavitumia hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwamba kwa nini mtu huyu awe maskini? Kwa sababu ya hofu yake awe maskini. Sasa ile shtaka linatengenezwa, wanakata hapa kwenye kidole cha mwisho. Yule mchawi anataka usifanikiwe, au anataka kwa nini uugue, anakata kidole hiki, anaandika vile hata mashtaka kwa ile damu, kwamba kwa sababu ya hofu yake sitaki haji kukaa kumiliki hata simu. Bwana sasa si mzuri, au kumiliki hata kibanda, chumba kimoja cha nyumba, kwa sababu ya hofu yake. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mtu wa hofu. Kila ukitaka kuanzisha vitu, unamtaji, una fedha, una hofu, unaitumia mpaka yote inaisha. Unaanza kujiuliza tena, hivi si ningebora ningefanya kitu fulani, ningefanya hiki. Tayari hiyo ni hata mashtaka. Utakiwa ivunje katika jina la Yesu. Sema amina, amina, amina. Sasa Paulo anapoandika hivyo, hiyo hata mashtaka, kwa hiyo damu au kwa wino wa dhafarani, wanakusanyika wale wamoja wachache. Wanakusanyika kwenye kilinge kile, wanaangalia juu, wanaambia wewe Mungu, kama huyo ni mtu wako, mbona ana hofu? Basi hofu yake ndiye kifo chake. Wakati huo kama wewe una hofu kweli, Mungu hajibu muda huo. Ila kama huna, wanataka kuonea, anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanaweza wakapigwa wote wakafa, anakutetea. Lakini kama unayo, wakakufunga nayo, pindi jua linazama au mwezi unazama, wanalirusha lile fundo likaenda likazama, na hilo fundo hiyo uliopofungwa, hapo kuja kuondoka hiyo, lazima ukubali ili kufanikiwa au kushinda hiyo vita yako ulionayo. Sio maombi sana, uache hofu tu, utatajirika. Bwana sasa, uache hofu tu, utapoa. Na wengine tu kagonjwa kakichwa kakianza hofu ya kufa, naona na kufa. Bwana sasa, hofu, umeshaekewa hofu, hofu ndio inamaliza afya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza watu wa Mungu, imani iko kinyume na hofu. Na kinyume cha hofu maana yake wewe una imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kafanya mambo ambayo hujawahi kuyafanya katika jina la Yesu. Anzisha biashara, kazi,
Anza kusomea hata vitu ambavyo hujawahi fikiria ili viweze kukuletea mafanikio kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wengine kwa sababu ya hofu unashindwa kufika pale unapotakiwa ufike. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Yaani usiwe na shaka. Kuwa thabiti, nguvu ya imani, misuli ya imani. Haleluya. Kuna sehemu Yesu ile kwenye Mathayo 5:8 anakutana na yule akida. Anasema sijawahi ona mtu mwenye imani kubwa kama huyu katika Israeli yote. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaogopa. Hata kusafiri tunaogopa. Bwana asifiwe sana. Wanahisi kwamba wakufa sijui nini. Yaani kila kitu. Hata kula chakula mpaka unanena kwa lugha. Chakula kinaombewa mtu anavunja mpaka vifungo. Sijui kwenye ugali, sijui nini, anakemea na mapepo ya kwenye ugali. Bwana asifiwe sana. Si na mapepo ya nini. Hizo ni hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hata mtakula vitu vya kutisha na havitafanyaje? Havitawazuru katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni ina mkono kukuletea wewe majibu yako, kukuletea wewe mafanikio yako na baraka zako. Sema amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ili za wachawi wanapotaka mtengenezee mtu ufukara, umaskini, huwa wanamchukua yule ndege mmoja anaitwa kekeo. Kwa imani, yule kekeo analala masaa 19. Huko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata akitaga mayai yake hawezi kuyatamia kwa sababu ni mvivu sana. Sasa wanachokifanya wanachukua yale bana hapa na mikiani huku wanachoma, wanachanganya. Wakichanganya hivyo vitu, wanaliita jina la yule mtu au kivuli cha pili. Wana ndio nafsi na kwenye hatima ya nyota yako huko kwenye kivuli cha pili. Kivuli cha kwanza ni mwili wako, kivuli cha pili nafsi, kivuli cha tatu ni roho. Bila wachao wanaanza kuhesabu kwenye roho, wanakuja nafsi, wanakuja mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akiita iko kivuli cha kati, nafsi, wanakifunga na huyu mnyama, mtu huyu hawezi kufanikiwa mpaka aache uvivu. Basi kwa anamwambia Mungu, wewe neno lako limesema asiyefanya kazi asile. Kama mtu huyu anataka kufanikiwa, mbona ni mvivu? Wanakuletea tamaa ya usingizi. Kuna watu mpaka kanisani analala. Ana tamaa ya usingizi, analala. Bwana asifiwe sana. Huwa vinawekwa na wachawi. Yaani unawekewa tamaa ya kulala. Kila mtu amelala. Yaani hufanyi kazi. Bwana asifiwe sana. Tamaa ya utajiri, mali kwa njia zisizo halali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unajikuta mpaka kanisani unalala, ndio na hiyo shida. Mpaka kwenye mambo yako yani unaamka kazini, unaenda kazini saa 4, saa 5. Wenzako wanaamka saa 12, saa 11. Wako kwenye kazi zao, shughuli zao, wanapambana. Sikiliza mtu wa Mungu, chochote ambacho unataka kufikisha mbali, lazima uweke bidii. Amina. Weka bidii, kuwa na mzigo na kile kitu. Jana nilikuwa nazungumza kuhusu wale malaika. Kuna malaika yule Sitael, na kuna malaika Loviel, kuna malaika yule Muriel. Hao anaweza kusaidia kukupa mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao ukiwatuma kwa jina la Yesu kufanya mambo yako kwa mzigo. Yaani kuna watu wanakuta kitu ni chake kinamsaidia lakini anafanya juu. Bwana asifiwe sana. Chochote unachofanya juu hakikufikishi mbali. Lakini ukifanya kwa mzigo, ukakesha, ukaomba, ukaweka imani, iko unachokifanya kitakufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako itainuka, biashara zako zitafanikiwa. Tatizo mzigo huna. Yaani chochote unachokifanya, hata kama unauza kalanga, unauza chapati, unauza vitumbua, kanuni ya ulimwengu wa roho ni kwamba
ni kukufikisha hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama umeanza na karanga na biskuti na maandazi, unatakiwa upande viwango na sio kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Malaika Lekabeli ni malaika wa kuongeza biashara. Una duka moja, ukimtuma anakuongeza. Kina Mikaeli au kuna wakati hivi juzi hapo wanasema na tunakuta alifika mpaka pale nyumbani piga marisasi karibu na nyumbani. Sema wewe utabidi kumtuma Mikaeli wanapigana na ubaya wote, uovu wote. Mikaeli ndio watu hapa. Taki watu wafe eneo hili. Kana pigwa kwa fujo takibidi sijini ndio. Wanasema tuma Mikaeli, shangaa watu muda huo. Mikaeli ni kiongozi hatari wa kupigana na uovu, njama yote ya siri. Watu wanataka kufanyia. Kuna kipindi na rekodi na ile kipindi cha kwanza cha ushuhuda, yuko pale Kibamba, natoka nyumbani, naenda kupanda gari. Wakaja wale Freemason na gari lao, wataka tuteke na Davista. Hapo anambia Mikaeli na kutuma piga hawa watu hapa. Tunashangaa wamefunga milango hao, wakaanza kusonya. Baadaye Davista anasema kama ni hivi sasa. Bwana tabiri kwa nikamwambia mimi nilishinda toka 2014 huko. Bwana Yesu asifiwe. Nilipookoka pastor niliopokea TG akaniambia usiseme hivi vitu sasa hivi watakumaliza. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya imani, sema imani, niliendelea kumtafuta, maana yake huko watu kutoka ni issue. Sasa kufikia kwenye elimu hizo za huko, kwenye vitengo vya uharibifu wa hali ya juu, kutoka ni issue. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Wakristo ambao huwa wanashindikana siku zote na wale ambao wanadisuia imani. Yaani shetani huwa analeta hofu. Mfano, anaweza akasababisha mtoto akaugua, akasababisha sijui nini kaugua, karibika ili akutishe. Kinaweza kuharibika kitu kingine lakini anayewindwa ni wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kinaharibika kiatu, anayewinda ni imani yako. Je, bila kiatu, ukiwa una kiatu utaenda kanisani au utaenda? Bwana asifiwe sana. Na maana hata leo kuna watu hizo risasi wanazosikia siku ile. Mpaka leo watu wamepumzika nyumbani na hisi kutakuwa na risasi. Hofu, sema hofu. Sema hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu ni kiumbe mbaya na huwa anapokuja mchawi amevaa sura ya kitisho, ni ile amtishe mtu awe na hofu, azimie, aanguke, amwezi. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 10:38 anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akisitasita roho yangu haina furaha naye. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Mambo yote, mafanikio yote ya kiroho, yao ya kiroho, ya kimwili, huwa yanakuja kutokana na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni kuwa na uhakika. Usiogope kile unachotaka kukipata. Weka uhakika. Amina. Unachotaka kukifanya kikuletee mafanikio, kikuletee baraka, ili kupeleke kwenye hatima yako njema. Kuwa na uhakika. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Pointi ya pili, nataka tumalize sio muda pesa. Pointi ya pili, siri ya pili, nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Matendo 1:8. Nisomee hapo. Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Biblia inasemaje hapo? Naomba nisomee. Matendo 1:8. Na mwingine anaweza kusomea Warumi 8:11. Matendo 1:8. Amen. Lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Hapo ishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tapokea nguvu. Takuwa mashahidi kutoka Galilaya mpaka wapi? Haleluya, mtashuhudia neno. Lakini nguvu hii ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma na Luka 4:18 utaona hapo Yesu alisema Roho Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiri andike habari njema, kuwafungua wafungwa waliofungwa kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufunguliwa kunahitaji Roho Mtakatifu. Sema amina. Ili uwe mbali na vifungo, mbali na tabu za kiroho, lazima ujae nguvu za nani? Za Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu alihusika hata kwenye uumbaji. Sema uumbaji. Ukisoma Mwanzo 1:2 pale. Mwanzo 1:2 nasema na Roho ya Mungu itia juu ya uso vilindi kana maji. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anaumba, Roho Mtakatifu alihusika, na Biblia inasema Mungu ni roho. Nao wamwabudu halisi imewapasa kumwabudu katika nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu ndio anayekupa siri hata mambo yaliyoko gizani. Hata vitu usivyovijua. Sikiliza, mwambie watu wa Mungu, kuna kipindi mlikuwa mwaka juzi tulitengeneza sherehe kanisani pale. Kwenye sherehe ile walikuja na mawakala wakasaidia kupika. Walipoenda kupika walikuwa wananiwinda, baadaye nilipata majibu. Sasa kile chakula tulikula, nikakaa kama siku kadhaa, nikaanza kuugua kifua sana. Nakohoa hivi. Mpaka mtu anasema wewe naenda kutaishi, nilipungua sana. Sasa hiyo agenda hiyo Mungu aliruhusu kama hao watu wafanye hivi nipate kujifunza kitu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliugua sana. Sasa kilichofanyika, wale mawakala wa shetani walifunga maeneo yote ya pharmacy nini hizi maabara zinazotoa maji, yani wale wafunga ufahamu. Kila nikienda naambiwa kitu cha tofauti. Sio ugonjwa uliopo. Naenda nikaingia maabara moja. Wakasema hiki kifua cha kawaida. Nakupa moxin, naenda tumia siku kadhaa hapo. Nikaenda nikatumia sijapona. Bwana sasa. Sasa nataka nikwambie umuhimu wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda maabara zingine. Hivyo wakiangalia sasa mbona kifua tunaacha kawaida, una wiki ngapi? Hii wiki ya 3 naenda ya 4. Nanitesa, natumia hizo dawa, hakuna kitu. Nafanya maombi, bado kinapale. Vitu vingine lazima ujitibu kimwili. Ila shetani anaweza kaingia kwenye vipimo ili usipate majibu sahihi ya kuweza kufanya upone. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda sehemu nyingine, sasa akasema sehemu nyingine wakasema hii pneumonia. Ila anayesema pneumonia hana uhakika. Anasema hebu tutumie kwanza dawa hii. Wengine wanasema hii TB. Nikaenda hospitali moja hivi. Wakasema ngoja tuchukue makozi. Chukua makozi, mbona hayaonyeshi chochote? Ina maana ni kifua cha kawaida. Wewe bado unakoa, unakoa. Anakoa mida fulani, wanaangalia dalili zako. Kama pneumonia, TB. Bwana sasa. Wanasema nenda hospitali ya rufaa. Nikaenda pale. Hiyo hospitali ya rufaa nikapigwa x-ray. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema tupige x-ray afu tuchukue makozi tuyapandikize. Haleluya. Wakasema tuchukue makozi tuyapandikize. Sasa wakati nasema hivyo, majibu ya x-ray yanayokuja, makozi bado hayajaleta majibu. Wakaanza kusema sasa hapa majibu yanaonyesha ile grupu fulani ya madaktari. Kumbe yale wale mawakala shinda waliingia huko kote. Sikiliza watu wa Mungu. Bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bila Roho Mtakatifu huwezi kuwa salama. Haleluya. Mawakala wale walishaingia kule kwenye vipimo mpaka kwenye nini. Wale sasa katika kusoma majibu ya x-ray wakaona shindana.
Hawa anasema hii ni TB. Hawa ndio wanasema hii pneumonia. Siku ya kwanza sijapata msaada au matibabu yote, nikarudishwa mpaka nashikiliwa hivi. Na nimekonda, nimepungua. Kaenda siku ya pili tena wanashindana. Hii sio pneumonia, hii ni TB. Makosa hayajasoma chochote. Mpaka bwana alisema tuachane basi na makosa, tuendelee kusoma hii. Hata ile siku ya pili naambia msinichezee. Nachoomba mimi sasa hivi naomba matibabu. Sasa hii siku nyingine tena huko kote imeshindikana. Na yeye tena anashika kunipa majibu. Niende nirudi, ninaomba majibu. Kama imeshindikana, niambie imeshindikana, twende sehemu nyingine mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hapa hatuna majibu ya haraka haraka, muda tumuite daktari mkuu atafsiri hii picha. Wakanirudisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Ilipotokea siku nyingine, nikaenda ile siku ya 3. Bwana asifiwe sana. Nikaambiwa yule daktari mkuu akawaita, sema hii picha naona inaonyeshaje? Nianza hii TB. Nianza mbona kama pneumonia inaelekea kwenye TB. Ndio yule kusema kwamba, na hapo mpaka ameisoma yule daktari mkuu, niliwaambia kule kanisani. Nikaambia wa mashemasi kwamba naomba muombe kuhusu hili, mshughulikie mambo mawili. Hao wanaofanya hivi nawajua kuwa ni Queen Mother, Queen of Worship, Queen of Power, Queen Gorgori, Queen Kabaron. Sasa hawa Queen of Darkness ndio wanaofanya hivi. Muombe kushughulikia hawa. Na jambo la pili, mimi naenda kule. Ila mimi sitakiwi niombe muda huu kwa sababu mimi nahitaji majibu. Kwa hiyo wale niombee. Hata naomba ndio yule daktari anasema nimegundua hili pneumonia grade 4. Pneumonia grade 4. Na majibu yanapatikana, dawa zinapatikana. Sasa alichokifanya, mshangaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema yule daktari akasema, huyu mmeshampotezea muda wake. Mmeshamharibia mambo yake. Na hali yake imezidisha kwa sababu mmekosa kusoma majibu kumsaidia tiba. Kinachotakiwa apewe kila siku 60,000 mpaka atakapomaliza matibabu yake. Hilo jambo sijawahi ona likatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kule baada ya kukamata hao watu wa kichawi, maana Roho Mtakatifu ananiambia, wewe unavijua hivi vitu, waambie waseme hivi, washughulikie hivi. Lakini anayekukumbusha ni nani? Roho Mtakatifu. Sikiliza, hata kama una uzoefu sehemu fulani, lakini bila Roho Mtakatifu unaweza kusahau. Kwenye masomo kasoma kitu umekielewa huko vizuri, bila Roho Mtakatifu unakuta siku ya mtihani umesahau. Muombe Roho Mtakatifu akukumbushe. Bwana Yesu asifiwe. Yule daktari alipoamuru hivi, siku ya kwanza tumia dawa kweli nikapona. Sasa akawa anaendelea kama niendelee, nasema sitaki hizo pesa zenu. Bwana asifiwe sana. Nikakata kabla hata kupona vizuri, kwa sababu inakuwa kama ni sehemu ya kuhalalisha ugonjwa. Wakati muda huo ndio ukataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukufundisha. Sema kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Pia Roho Mtakatifu ni kiongozi. Amina. Yaani kuna vitu ambavyo unashindwa kupata mwongozo kamili. Unashindwa kupata kwamba kwenye mipango yako unakuta una mipango mingi kichwani. Unashindwa kusema kwamba uanze na upi, umalize upi. Bwana Yesu asifiwe. Uanze na nini, umalize na nini. Unashindwa kupata majibu. Lakini ukimshirikisha Roho Mtakatifu, ukamwekea yote Roho Mtakatifu, nataka mwaka huu nifanye haya yote haya kadhaa. Niambie nianze na lipi na malize na lipi. Atakwambia hili achana nalo, anza na hili, utaenda hivi. Ndivyo watu wanavyofanikiwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina, amina, amina. Roho Mtakatifu ni nguvu ya kuweza kupindua hata hali mbaya inayokuwepo ndani ya maisha yako. Sema amina. Biblia inasema mtapokea nguvu. Hiyo nguvu sio nguvu ya kubebea mizigo. Amina. Sio nguvu ya kula wali, ni nguvu ya kuponya ugonjwa wako. Sema amina.
nguvu ya kukufungua kutoka kwenye vifungo vya umaskini, kukataliwa, magonjwa na mateso. Sema napokea katika jina la Yesu. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ina uwezo kuponya vidonda vya tumbo, inaweza kuponya pressure, inaweza kuponya kisukari, inaweza kuponya hata magonjwa yaliyoshindikana si binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mengine anaweza kukuta kwamba ni nguvu za giza tu. Unaelemewa na magonjwa ambayo ni nguvu za giza, sio magonjwa ya kawaida ya kimwili. Maana kawaida ukipiga, ukishirikia, ukienda kwenye matibabu unapona. Lakini kichaa ukitibiwa huponi. Yeye anaambia ugonjwa huu bwana uchukulie tu, uzoezoe ni wa kwako. Unamiliki magonjwa, ikataa hiyo hali katika jina la Yesu. Sema amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo kwenye Roho Mtakatifu, wengine wanamchukulia kawaida Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kama ni kitu cha kawaida. Roho Mtakatifu kwa wale watu ambao wamekuwa katika ulimwengu wa giza, fanya kazi huko, wanajua kazi yake. Pindi unaponena kwa lugha, ile kunena kwa lugha hii, mpaka Mungu ananiokoa huko. Ile 2014. Lucifer hakuwahi kupata majibu, huyo kiumbe ni nani? Anamkataa, hamkubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani alikuwa anasema hivi, kama watu wananena kwa lugha sana, kwamba wananena kwa lugha, anaita baraza bila, anasema kuna kiumbe kimeleta taharuki duniani, wala sijui kinataka nini. Hapo ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akijaribu kutuma makombora, wewe unaenda kwa Roho Mtakatifu, hajui shetani, hajui aanzie wapi. Sio kwamba amjui kabisa, anajua, ila hataki kukubali kwamba kuna Roho Mtakatifu. Sababu yeye alikuwa pale ikulu kwa Mungu, alikuwa amekirimiwa mambo mengi, alikuwa anajua mengi, alikuwa kaimu, makamu. Huyo Roho Mtakatifu alikuwa hamjui kule. Bwana asifiwe sana. Kumbe ni Mungu yule yule katika nafsi yake ya utendaji kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii kunena kwa lugha mtu anachukulia kama ni jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini kama kuna mwingine pia hajawahi kunena hata kwa lugha? Yaani anashangaa wengine wanaponena kwa lugha, hivi inakuaje? Au naanza kuiga, mwingine anasema shikara, nao naiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunena kwa lugha huwa kunakuja na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ile lugha yako, kwa sababu katika ulimwengu wa roho, ile lugha unayoongea moja kwa moja inakuwa ni lugha ya nani? Ya Mungu. Kule upande wa shetani huwa nao na lugha, kuna jini, kuna Roho wao Mtakatifu anaitwa jini jini sifuri, linatafsiri lugha zote. Ndio maana pepo akilipuka Kongo anaongea lugha ya Kikongo, akilipuka hapa anaongea lugha ya hapa. Na anaweza kuwa jini mwenyewe akatokea akalipuka hapa akaongea lugha ya Kiarabu hata kama hujui Kiarabu. Au unakuta pepo linaongea Kiingereza hata kama wewe huja. Yaani pia wakati mwingine unakuta umesoma Kiingereza na pepo linalipuka kwa Kiingereza tu. Nini. Pepo linalipuka hii. Lile jini linatafsiri lugha zote. Ndio sawa sana Roho Mtakatifu. Na jini mwingine anaitwa jini jaa linaongea. Yaani yule jaa, kiwa kuna jambo inakwambia hapa kuna mtu mbaya anakuja, ondoka haraka. Unakuta muda huo akiingia yule mtu anasema umepishana naye sasa hivi alikuwa. Hata hilo Roho Mtakatifu, hilo jini lenyewe, lile jini linatafsiri, yani automatic linatafsiri lugha zote za kusini, lugha zote za duniani. Na likikaa ndani ya mtu ndio linao uwezo ile jini lingine kuongea kwa lugha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho Mtakatifu ni Mungu. Haleluya. Na nguvu zake yeye, ambazo wewe ukianza kunena kwa lugha, ile lugha inafanya uongee na Mungu moja kwa moja kuhusu mambo yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lugha Lucifer hawezi kuijua kwa sababu ni lugha si wewe na Mungu. Yaani tuseme kwamba yeye anaijua lugha ya taifa,
Rosa anaijua lugha ya mbinguni, ile lugha aliyokuwa anaisoma pamoja. Lakini kuna lugha kila mtu amepewa ya kuongea na Mungu ambayo inamwepusha hata hao waabudu shetani hawezi kuiataka, maana hata kule mbinguni hawakuisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unafanya unaongea na Mungu peke yako kwa lugha ya kwako wewe, ambao mwingine akinena haongei kama hiyo ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Japokuwa tunaweza kukutana pia mkaongea unakuta wewe vile, lakini sasa kunena kwa lugha unapochukulia kwamba ni swala la kawaida. Mwingine yuko kwenye basi ananena kwa lugha kwenye basi, sijui anatafuna karanga huko shindarabo kuchaka. Tafuna karanga ile salamu naambia mtumishi ipo kwa shanga. Jamani tu Bwana sasa. Yaani mwingine lugha ameikalili. Au anachukulia kunena kwa lugha kama ni kitu cha kuongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unakuta mtu mambo Bwana asifiwe. Shandarabo saka amina. Naenda kwenye nyanya za watu sokoni naanza kunena kwa lugha. Mungu anisaidie sana. Nanena. Sasa kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu unapokuja ile lugha ya kunena kwa lugha huwa pia inakuaga na nidhamu. Sema nidhamu. Unaweza ukanena, watu wengi wanaingiziwa lugha za shetani kwa sababu pindi unaponena sawa, shetani anakuwa anakushindwa kwa muda huu, lakini anaangalia wafanye nini kukuondoa kwenye hiyo lugha ya Mungu. Wanakuingizia kitu kinaitwa kiburi. Sema kiburi. Kiburi. Yule muongoza ibada anasema amina, anaimbisha wimbo, wewe bado unanena tu. Baka wengine wanatolewa na peleka ofisini. Bado ananena tu kama niombeni basi labda pepo huyo. Mungu atusaidie sana. Kiburi kile ndio huwa kinamfanya mtu ile lugha ya Mungu wa kweli iondoke. Anajua huyu ameshakubali cha kwangu. Ameshakubali kutokutii. Kutokutii ni hata mashtaka. Kwa hiyo ni rahisi hapo kuingizia sasa lugha yake. Unakuona nena lakini sio lugha ya Mungu, ni ya shetani. Na si kila neno kwa lugha ni lugha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zingine ni za shetani. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sema amina. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni muhimu sana, na kunena kwa lugha ni kuzuri na kwa muhimu sana kwa mtu aliyookoka. Sema amina. Ila kukipitiliza, kuna lugha zingine unaingiziwa ambazo sio sahihi. Zile lugha zinapokuja kwako unakuta kama unanena kwa lugha lakini sio ya Mungu. Na ndio maana kama huwezi kunena kwa lugha, mwambie Roho Mtakatifu akufundishe tu, uombe vizuri sawa sawa mapenzi ya Mungu. Amina. Au yeye mwenyewe akupe automatic ije yenyewe na sio kwa kuilazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimalizie pointi ya mwisho, nguvu ya mamlaka. Siri ya tatu ya mwisho ni nguvu ya mamlaka. Nguvu ya mamlaka. Luka 10 mstari wa 19. Luka 10 mstari wa 19. Hapo kwenye Roho Mtakatifu pale juu nikusisitize, mtu aliye na Roho Mtakatifu, uliye na nguvu za Roho Mtakatifu, ni vigumu sana shetani kukugusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliyejaa Roho Mtakatifu, una nguvu za Roho Mtakatifu, sio rahisi shetani kukugusa, kwa sababu huyo mwenyewe anakupigania. Yaani huyo ukiwa naye hapa anaenda anailinda mpaka biashara yako kule, analinda mpaka vyanzo vyako vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaiponya afya. Ni vigumu kuugua mara kwa mara. Ni vigumu kuwa mtu wa kuonewa na uchawi. Maana Mungu, nuru na giza huwa havikai pamoja. Sasa shika kwamba ni ile nguvu ya Roho Mtakatifu wewe umeipokea, unayo na unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yenyewe tu ikikaa kwako, kuna vitu vingine vitakuja hata kama
hata kama hujavisema, hujaviomba, yaani yenyewe ni sumaku inavuta. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unakuta maombi machache lakini matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mtu unakuta maombi yake hayo pale Mwanza, nilienda Mwanza nilikuta ile kanisa wanaomba hawasemi amina chini ya masaa mawili. Haleluya. Wanapiga sijui saa chini ya saa hamna amina. Wanapiga naambia sasa kwa nguvu hii kanisa mlionayo hapa. Sasa mbona hatari? Maanake kama ningekuwa kule ulimwengu wa roho muda huo ulimwengu wa giza, yaani hili kanisa halitakiwa liguswe, linakuwa wazi mpaka mbinguni. Sasa maombi ni mengi lakini matokeo hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Matokeo madogo. Na watu wanafunga sana, naomba sana, lakini matokeo ni madogo. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni nini? Kuomba na kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuomba sana lakini nguvu ya Roho Mtakatifu kama huna, haivuti, haikuletei matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kinacholeta matokeo kile unachokiomba ni nguvu ya Roho Mtakatifu ya kukaa ndani yako, inaenda inampokonya shetani, kwa sababu vita vyako wewe ni vya rohoni. Kwa nguvu yako inapokuwa juu, inaenda na kupokonya wale ambao wanashikilia baraka za hatima yako, wanafanya vita na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio muhimu wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni siri ya kufikisha kwenye hatima nzuri. Nikusisitizia tena, mtu aliye na nguvu ya Roho Mtakatifu kamwe shetani hawezi kusubutu kukuponyeshia ugonjwa, kukupitia ugonjwa, hata malaria hawezi, hata mafua. Yaani una nguvu ya Roho Mtakatifu, una roho, au shetani akutesti tu na mafua sijui ugonjwa fulani, hakuna. Labda ni mwili tu, kwa sababu ni binadamu. Na haya ya mwili unakuta unatumia dawa na pona. Bwana asifiwe sana. Lakini kila siku unaonewa magonjwa, hata HIV. Nguvu ya Roho Mtakatifu inaweza kuua hata HIV. Pale Mbeya wengi mnaombea HIV wamepona. Unajua HIV magonjwa ya kiroho. Ukimwi kwa unatengenezwa. Ukimwi unatengenezwa, uko ule kutengenezwa na adhabu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu ya mtu huwa na maisha yasiyo ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini magonjwa haya si kisukari, kansa, wachawi wanajua vizuri, hata dawa zipo katika ulimwengu wa roho. Yaani sio kwamba mchawi anaugua, ila kule wao wana mafunuo. Maana kwa mchawi akiugua kuna matunda yako huko duniani. Anaenda anasema anakula. Bwana asifiwe sana. Niliwaambia wewe kanisa kwamba sitaki kuona mtu anaombea HIV kansa si wakati yake. Ndio muombea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna vyakula ambavyo kila tu automatic venyewe Mungu ameweka humu duniani humu. Kila tu unapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unakuta mtu hata kama ule ugonjwa ulikuwa wa nini, naambia kuna tunda hili kachukue kule ndani ya siku kadhaa, alafu uone matokeo. Hiyo kansa iko kisukari. Kiko wapi? Na wengine wanafungwa kwa kodi namna. Sasa pia ikiwa nguvu ya Roho Mtakatifu ni rahisi kuchukulia siri yako hapo na ukaondoka ugonjwa ule tatizo unaokuandama kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie hiyo Luka 10:19. Tumesema nguvu ya mamlaka. Sema nguvu ya mamlaka. Nisomee hiyo mtumishi. Luka 10:19. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na mizo. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nini? Na mke. Ndio. Na nguvu zote za yule adui. Na nguvu zote za yule. Wala hakuna kitu kitakachowazuru. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mamlaka.
Bwana Yesu asifiwe. Mwambie tena una mamlaka. Haleluya, haleluya. Bila Yesu kwa mamlaka. Jambo hilo. Yesu asifiwe. Ya 32 hiyo ni ya 399. Damu ya Yesu na lazima tunapigana siku zote maisha na kupigana na kufungua singekuwa kitu ulicho nacho kwa sababu ya kupigana na wewe. Shindana na elimu yako, ashindana na uchumi wako, anashindana na maisha yako kwa sababu ya hatima yako Mungu aliyopanga. Jesus.
Sema Yesu, niko mbele zako. Yesu, ninajua wewe ndio uliyeniumba. Umeniwekea hatima njema juu ya maisha yangu. Yesu, kwa siri hii ya kuwa na nguvu ya imani, nguvu ya Roho Mtakatifu na mamlaka. Yesu, nisaidie nifikie hatima yangu njema. Maisha ya sasa niishi katika kusudi na mpango wako Mungu, hata maisha yajayo. Yesu, chochote kile kilichosimama kinyume na maisha yangu, kuniondolea mamlaka ya imani, nguvu ya imani yangu, kuondoa nguvu za Roho Mtakatifu, chochote kilichosimama kuondoa mamlaka yangu, Yesu, ninakataa utumwa wa aina yoyote, ninakataa vifungo vya aina yoyote kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu uliye hai. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, wewe unaniwazia mema. Kwa mema haya naomba nifikishe kwenye hatima njema. Amen. Jamani, tule Bwana Yesu makofi.